Karibu kwenye channel ya Dr. Mdelwa's Lecture. Welcome again to Dr. Mdelwa's Lecture for the better performance of your NECTA examination. Na siku ya leo tunazidi kuendelea mbele na topic yetu electronics. Baada ya kuangalia diodes, tukaangalia circuit problems za diodes na maswali ya diode. Unafanya kawaida kama umesoma current. Kama hujasoma unaweza kunitafuta kwa namba 0693662424. Ni kwa namba hiyo 0693662424. Kama hujasoma current unaweza kunitafuta hapo. Kama unajua mambo ya loop, ile Kirchhoff current law na Kirchhoff voltage law, pale yale maswali ya diode yote unafanya. Sababu diode inachofanya inazuia tu umeme usiflow kwenda kwenye direction nyingine. Na kwenye current kuna maswali baadhi, hata ukiangalia kwenye chandi kuna maswali yameweka diode. Kwa hiyo kwenye diode pale hamna shida. Kwa hiyo cha msingi kwenye diode ni kujua zile characteristics za diode, behavior za diode na zile concept nyingi ambazo tulizongelea pale kwenye diode. Tukafanya na ile practical ya what is called the rectifier, ile tulifanya bridge rectifier, tukaangalia kabisa inatoka AC inaenda kwa DC ya volt 6. Kwa hiyo baada ya kuangalia yote hayo, sasa hizi ndio kwa vitu ambacho kinaitwa transistor. Tunaenda kuangalia transistor na DC circuit analysis za transistor. Transistor inafanya kazi mbili au zaidi, lakini ambazo tunazisoma kwa level yetu ni mbili. Inaweza kufanya kazi kama switch, pia inaweza kufanya kazi kama amplifier. Ukiziconnect transistor unaweza kupata amplifier, nayo na yenyewe tutafanya practical yake tu connect, alafu tuone inavyo amplify current. Na kuna aina hapa, nisiongee sana kwa sababu naweza nikakuta naongea na nisiandika hadi kipindi kinaisha. Transistors. What is the transistor? Is a 3 terminal semiconductor devices which can be a switch or a amplifier. Kwa hiyo transistor inaweza ka act katika pande hizo hapo zote mbili. Inaweza ka act kama switch, pia inaweza ka act kama amplifier. Hivyo ndivyo jinsi transistor inaweza kufanya kazi. Lakini nadhani transistor tulisoma pale form 4, transistor tulisoma hapo. Tunajua symbol ya transistor iko hivi. Namba ikitoka huku na kuna nyingine iko hivi. Hii ni base, hii ni emitter, hii ni collector. Iko huku. Hii hapa ni N, PN, na hii ni P, N, P. Na common mara nyingi tunatumia hii hapa PNP kuliko hii N, PN. Maana yake hizi ni what is called zile electron, na hizi hapa ni zile proton ambazo ni holes. Kwa hiyo tunatumia yenye holes na yenye electron chache hapa kwenye collector, kwenye emitter hapa. Baki hii ni emitter. Hii ni base, hii collector, hii emitter hapa katikati. Kwa hiyo hii ndio aina ya transistor ambazo tunakuwa tunazitumia. Sasa baada ya kuangalia hapo, tuje tuangalie type za transistor. Kuja kiangalia type za transistor. Type za transistor kuna bipolar junction, transistor, alafu hii nyingine inaitwa unipolar au
unaposema tu ni polar junction transistor ukamalizia huko junction transistor, au vitabu vingine utakuta wameandika field effect transistor. Chote hiki ni kitu kimoja. Bipolar junction transistor au field effect transistor unaongelea kitu cha aina moja. Sasa kwenye bipolar junction transistor, hii ndio transistor ambayo common used na ndio transistor ambayo tutakuwa tunaisoma. Hii hapa, hii tutaiacha kwa level yetu ambayo tupo. Kwa hiyo tutaje kusoma mwaka wa 3 huko mbele, huko mwaka wa 3 chuoni ukifika tutaje kusoma hii. Kwa hiyo wale ambao wanaenda kusoma kozi ambazo sio za udaktari, tutaenda kusoma mambo ya electronics tutakutana na madude kama haya. Kwa hiyo tutaenda kuisoma hii bipolar junction transistor. Na kwenye bipolar junction transistor tutaenda kuangalia hivyo vitu. Kwa hiyo tutatumia bipolar junction transistor, lakini tutakuwa tunatumia common hii hapa PNP junction transistor. Na kwa nini kuna hizi aina zote mbili za transistor? Kwenye hii unipolar transistor au field effect transistor, kwenye hii field effect transistor hapa only majority charge carrier zinahusika kwenye kucarry current. Only majority ndo zina carry current. Carry current. Lakini hapa kwenye bipolar junction transistor zote holes na electrons zina carry. Hapa holes plus what? Electron carry current. Kwa hiyo ndio maana tunatumia bipolar junction transistor, sababu holes na electrons zote zinatumika ku carry current kwenye hii ile conduction, during the conduction, kuliko na hii kuna sehemu zake inatumika, lakini kwa level yetu sisi tutasoma hii bipolar junction transistor ambayo holes na electrons zote zinatumika ku carry current. Na kwa fakti nyingine, hii bipolar junction transistor inatumika kufanya amplification za voltage. Inafanya amplification za voltage. Lakini kuja kwenye fakti ya huyo hapa, anafanya amplification za current. Na kwenye namna nyingi ambazo sisi tunafanya kwenye transmission za signal. Kwenye signal tunataka tu amplify current, tunataka ku amplify voltage. Kwa sababu ya ile kufika kwenye receiver kwa namna nyepesi na kuondoa ile interference za zile signal ambazo unazitransmit. Lakini unipolar junction transistor unavyotengeneza amplifier za voice, utaenda kuitumia hii unipolar junction transistor kwa sababu tunataka tu amplify voice according to the voltage. Kwa hiyo tutatumia unipolar junction transistor, hatutatumia bipolar junction transistor tunapofanya amplification za voice. Kwa hiyo kwenye voice amplifier anatumia unipolar junction transistor au field effect transistor, lakini unafanya amplification za signal kama zile signal za voda, za internet, za zile za voice, za zile signal kwa mfano zile za internet, unapotengeneza internet booster, unapotengeneza circuit ya kuboost internet pale kwenu mtandao unasumbua. Kwa hiyo unatumia hii bipolar junction transistor. Ndio hizi transistor za kawaida unazikuta hata kwenye circuit tu za radio mlokifungua. Unaweza kuzikuta hizi na hizi, lakini kwenye circuit za bulb utazikuta hizi mara nyingi. Sababu pale unataka tu amplify current. Sababu current ndio tuna shida nao sana kuliko voltage. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo nataka tuvijue. Na hizi terminal kwenye transistor ikiwa hivi kama ilivyo, aidha ikipoint at any direction, sababu tunakuwa tunatumia hii mara nyingi. Inakupogi hivi lakini inakupogi na mduara. Sasa hicho lake kitu. Ukikuta imekaa na mduara, ikiwa ina mduara angalia miguu. Ikiwa na miguu mitatu, sababu tumesema ni 3 terminal. Angalia tu cha kwanza angalia ina terminal ngapi. Hii huku terminal hii ni emitter, hii terminal ni collector na hii terminal ni base. Huku ni base, huku ni emitter, afu huku ni collector. Hapo iko hivi collector.
Sasa kwenye tuanze kuangalia terminal moja moja. Base hii, kwenye base hapa, maana ninapokuambia hii walivyotengeneza transistor walichukua diode mbili wakaziunganisha. Diode tulisema ni PN device. Kwa walichukua diode mbili waliziunganisha side by side. Wakachukua PN diode wakaunganisha na NP diode, mmoja hawa walimgeuza kwa wakachukua na NP diode. Walipoziunganisha hapa wakapata PNP. Sio waliziunganisha kwa namna ya kawaida tu. Ukichukua tu diode za kawaida kuunganisha hivi upate kitu. Hii industrial process inafanyika hivi. Kwa hivyo tengeneza wakapata kitu kama hiki. Kwa hiyo kwa fakti kama hiyo hapa nadhani tumeelewana kwamba walichukua PN na NP hizo wakaziunganisha hizi na wakapata PNP, na ile nyingine walifanya hivyo NP wakachukua na PN wakaja wakapata NPN. Kwa hiyo zilikuwa kwa mtindo huo. Sasa kwenye base hapo kwenye transistor, base inakuwa heavy doped, alafu inakuwa ni thin. Haya, tukija kwenye emitter, hapo noti emitter ndio inaingiza umeme hapa. Emitter ndio inabidi ikae hapa kwenye emitter ndio inaingiza umeme, kwa ndio ndio kusupply kwingine. Emitter inakuwa heavy doped. Tutakutana na hiyo conceptual question siku tunapata kuangalia conceptual question. Siku tukipata muda tukiangalia conceptual question za electronics ndio kupata majibu kwa nini inakuwa heavy doped. Lakini hapa ndaelezea kidogo. Tumeangalia hapa emitter, tuje kwenye base sasa. Base hii inakuwa thin, alafu inakuwa slightly doped. Yaani doping tunaelewa ni addition of impurities so as to increase the conductivity of the semiconductor. Kwa hiyo hapa unafanyia doping kubwa ili kuongeza materials zile, external materials ziwe nyingi, ziwe ni excess. Lakini hapa unaweka materials zile kwenye base hapa zinakuwa zile impurities zinakuwa kidogo. Na tukimalizia kwenye collector, hii inakuwa hizi zote hizi ni nyembamba hadi hii ni thin. Lakini hapa inakuwa wider. Yaani ni pana, inakuwa ni kubwa. It is wide au kusema wider and it is slightly doped. Na kwa nini inakuwa wider? So as hii widening inafanyika ili kufanya dispersion of heat. Basi tuandike hapa to enable heat dispersion during the working of a transistor. Kwa hiyo kuna swali tukutana nalo kwenye electronics. Na sasa hizi format imebadilika, competence based na ndia format ya kuuliza mitihani. Kwa hiyo utakutana na swali na kuuliza why collector is made wider than base and emitter. Kwa sababu ni to enable heat dispersion during the working of transistor. Hizi transistor zinafanya kazi na wakati zinatengeneza joto. Ndio maana mara nyingi kuzikuta kwenye circuit utazikuta wameziwekea kwenye kidude cha aluminium hivi. Alafu wamefunga transistor pale. Wametumia aluminium sababu ina cool faster. Yaani ina uwezo mkubwa ku absorb. Waliosoma heat nadhani wananielewa hapo. Ina uwezo mkubwa kuvuta heat
kuallow ile loss of heat kutoka kwenye body nyingine yenye high temperature kwenda kwenye low temperature, na waga saa nyingine naongezea na fan ili ikulu zaidi, maana ikikulu sana inaharibika transistor. Ni moja kati ya vitu ambavyo temperature ni moja kati ya vitu ambavyo vinaharibu transistor. Kwa hiyo kwa kipindi hiki tutaishia hapa, na tukutane kipindi kijacho ambacho tutaenda kuangalia biasing of transistor. Kwa hiyo kama unataka kusoma topic nyingine yoyote kwenye physics au basic applied mathematics au kwenye pure mathematics, unaweza kunitafuta kwa namba hizi hapo 0693662424, na bei tutaweka tu bei fulani ambayo tunaelewana kwa wepesi tu kabisa, sababu swala letu ni ili tusaidiane, so ili tuumizane. Basi ukitafuta na wenzako kama 5 wakalipia, wewe utasoma bure topic ambayo unaitaka. Basi nikutakia ufuatiliaji mwema wa vipindi vya Dr. Melwa's Lecture.